Acha tukusifu Baba wetu wa mbinguni, tukusifu wewe Mwenyezi ambaye unaketi juu ya enzi, wewe ambaye unatawala mbinguni na duniani, wewe ambaye una uwezo na mamlaka juu ya kila kitu, kwa maana wewe ndiye muumba wa kila kitu. Basi tunakutukuza siku ya leo kwa sababu umetuhifadhi, tuko hai, na ndiyo maana tunakusifu na kukutukuza. Asubuhi ya leo kama tukiamka tunajisikia wazima, sherti tukutukuze na kukusifu kwa sababu tunajua kuna wengi ambao wamelala lakini hawakuamka. Kuna wengine ambao wamekutwa ama wamepatwa na shida mbalimbali. Wengine wamefariki kutokana na vita, wengine wamefariki kutokana na gharika ya maji, wengine wamefariki kutokana na magonjwa. Kuna njia nyingi ambazo zimesababisha watu wengi kufariki ulimwenguni leo, lakini sisi ambao tunapatikana katika ulimwengu wa walio hai, basi sherti tukusifu na kukutukuza kwa kuwa wewe ndiye mlinzi wetu. Wewe ndiye umetufanya tuwe hai, si kwa sababu tulitoa kitu fulani, wala si kwa sababu tuna uwezo fulani, lakini ni neema yako tu ambayo imetulinda. Neema yako ndiyo imetufanya tuamke tukiwa wazima, na tunajua wazi kama neno lako linavyosema, hatuishi kwa ajili yetu sisi, bali tukiishi ama tukifa ni kwa ajili yako tu, kwa sababu umetuumba ukiwa na mpango ili kwamba sisi tupate kuishi kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Basi na sisi asubuhi ya leo tunakuja kutangaza ukuu wako, tunakuja kutangaza matendo yako makubwa, tunakuja kutangaza wema wako kwa wale wasiokujua, ili wenye dhambi wapate kutubu, wakugeukie wewe, waamini na kuokoka. Basi tusaidie Baba kwa siku ya leo, kama tunavyokutanania kwenye grupe hii, sisi sote tulio hapa, utufanye Baba tunyenyekee mbele zako, ili kwamba utufunulie mapenzi yako, ili tukiyaendea mapenzi yako tupate raha, tupate amani, tupate furaha, na tupate baraka zile ambazo ni baraka zidumuzo, baraka za kweli. Asante Baba kwa sababu kwa neema yako tunakwenda kuliongea neno lako, na neno lako kama lilivyo ni taa ya mguu wetu, ni mwanga katika njia yetu. Neno lako ni chakula cha uzima, neno lako ni upanga ambao unatusaidia kushinda vita vya yule mwovu Shetani. Basi tusaidie Baba kwa wakati huu tuliongea hapo neno lako, basi Roho wako Mtakatifu mwenyewe ndiye awe kiongozi na msaidizi katika yote. Basi tuanzapo na tumalizapo kipindi hiki, acha sifa zote, heshima na utukufu vikurudi wewe Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa, samahani, sikia kama gripi na napigwa na homa, lakini najitahidi kuongea. Nitajaribu kuongea kabisa neno la Mungu kama nilivyo aminiwa na kupewa nafasi kwenye grupe hii nipate kulizungumza neno la Mungu. Basi sherti niongee, na ninaamini neema ya Baba itaniwezesha kuliongea neno la Baba sawa sawa na mapenzi yake. Basi kwa wakati huu ninataka tuongee neno kuhusu njia iliyonyoka. Njia iliyonyoka ndiyo tunakwenda kuongelea, lakini haswa tutaongea kuhusu wale ambao wameiacha hii njia ambayo ni njia ya kunyooka. Na ni hatari kabisa kutoka ama kuiacha hii njia ambayo ilinyooka, huku ukijidai kuwa unakwenda mbinguni, huku ukijidai kuwa unamtumikia Mungu, unaishi maisha ya Ukristo. Unajua kuna Wakristo wengi ambao ni wajina tu, na hawa wameacha njia iliyonyoka, halafu wakajitengenezea njia zao. Unajua njia za wanadamu ni nyingi, lakini njia za Mungu ni mbili tu. Mungu ametengeneza njia ya waovu na akatengeneza njia ya wema. Wenye haki wana njia yao wanaiendea, na wenye dhambi
nao wana njia yao ambayo inakwenda moja kwa moja Jehenamu, ama inakwenda mautini. Basi Mungu kwa upendo wake na kwa rehema zake akaonyesha wazi wanadamu ya kwamba kuna njia mbili ambazo ameweka mbele yao, na njia hizi mojawapo ni njia ya uzima na ingine ni njia ya mauti. Akasema basi chagueni ninyi wenyewe, mtaiendea njia gani? Unataka kuishi, basi iendee njia ya uzima, iko hapo, haudaiwi kitu, ni kuiendea tu hiyo njia, kwa sababu imetengenezwa na Mungu mwenyewe. Jamani, ninaamini ya kwamba kila mmoja anayenisikiliza mahali hapa anaitembelea njia, barabara ambayo mwenyewe hajui hata imetengenezwa wakati gani, wala hakutoa pesa yoyote ili kwamba njia hiyo itengenezwe ama barabara hiyo itengenezwe. Wengine huenda ni wageni wamekuja, wanaikuta njia hiyo alafu wakaiendea, lakini kuna yule ambaye ametengeneza hiyo njia, na Mungu mwenyewe akatengeneza njia ya uzima, alafu akaomba watu waiendee, na wakiendea njia hiyo basi watapata uzima. Lakini sasa wengine wakakataa, wakasema hapana, sisi hatuiendee hiyo, kwa maana sisi tuna njia yetu ambayo tunaifurahia. Unajua kuna njia ambayo mtu anaifurahia na inaonekana kwamba imenyooka machoni pake, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Basi Bwana tusaidie ili kwamba tukumbushane asubuhi ya leo, ili tusije tukaiacha njia iliyonyoka alafu tuiendee njia ya mauti. Katika waraka wa pili wa Petro sura yake ya pili na mstari wa 15, waraka wa pili wa Petro sura yake ya pili mstari wa 15 na mstari wa 16, Biblia inasema, wakiacha njia iliyonyoka wakapotea, wakiifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa ujira wa udhalimu, lakini alikaripiwa kwa uhalifu wake mwenyewe, punda asiyeweza kusema, akinena kwa sauti ya kibinadamu, aliuzuia wazimu wa nabii yule. Hii ni habari ambayo tunaelewa sana. Unajua huyu Balaamu alikuwa ni nabii kabisa katika Israeli, nabii aliyekubaliwa kabisa, aliyejulikana ni nabii kabisa, anayeongea kwa niaba ya Mungu. Halafu mfalme Baraki akamuita ama akamuitisha ili kwamba aje awalaani wana wa Israeli. Sipendi kuongelea hadithi hiyo kwa maana mnaifahamu vizuri, lakini nataka tu kuonyesha hasara ya kuiacha njia iliyonyooka. Unaiacha njia ya kweli, halafu unaiendea njia ile ambayo si njia ya haki. Mtu kama nabii, na unajua Petro akiongea maneno haya anayeongea kuhusu hawa ambao anaita manabii wa uongo. Ukianzia mstari wa kwanza wa sura hii ya pili ya huu waraka wa pili wa mtume Petro, anasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako waalimu wa uongo, watakaoingiza kwa uwerevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Anakiendelea kwa mstari wa pili, anasema, na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Hawa ambao wanaongelewa hapa ni manabii wa uongo. Lakini tukisema manabii wa uongo, watu wengi wanafikiri ya kwamba ni watu ambao hawataji jina la Yesu, ni watu ambao wanaongea habari za dini nyingine ama Mungu mwingine, lakini sivyo. Ingawa kuna wale ambao wanahubiri Mungu mwingine, wanahubiri Yesu mwingine, wale ambao wala hawaamini njia hii ya Kikristo,
ingawa wapo, lakini sio wale ambao Petro anaongelea hapa. Wale ambao Petro anaongelea hapa ni wale ambao Mtume Paulo na yeye kaongea katika sura ya 20 ama sura ya 12 katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sema miongoni mwenu watatokea watu miongoni mwenu, yaani katikati ya waamini wa kanisa, katikati ya watumishi wa kanisa, katikati ya wazee wa kanisa, kwa sababu pale alikuwa akiongea na samahani, alikuwa akiongea na wazee wa kanisa wa Efeso. Mtume Paulo alipokuwa hapo Mileto, mnajua amewaitisha wazee wa kanisa, akawaambia mambo ambayo yatatokea baada ya yeye kuondoka katikati yao. Anasema toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Azia, jinsi nilivyokuwa kwenu katikati wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, bali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliyowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lolote la Mungu. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mnisikilize vizuri sasa hapa kwa mstari wa 29 ama 29, anasema najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hapo anasema mbwa mwitu watawaingilia, mbwa mwitu wakali wataingia kwao. Yani unasikia kwamba ni wanatoka nje alafu wanaingia kwao, wasilihurumie kundi. Alafu kwa mstari wa 30 ama 13 anasema tena katika ninyi wenyewe. Hapa ndipo nilikuwa natafuta haswa. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi
wawaandamie wao. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Jamani, Mtume Paulo aliendelea akisema, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Anaendelea akisema, sikutamani fedha wala dhahabu au wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Basi unaweza endelea kusoma, lakini mimi naishia hapa kwa kuwa maneno mawili tu neno moja tu nilikuwa nataka ni kwa mstari wa 30, hapo ambapo panasema, tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Petro anarudilia maneno yale yale yaliyosemwa na Paulo hapa, akiongea katika huu waraka wake wa pili, sura yake ya 2, mstari wa 15 na 16. Hapo tulianzia akisema, wakiacha njia iliyonyoka. Hawa ni wakina nani? Ni hao ambao wameinuka miongoni mwa wale wazee, miongoni mwa waamini, miongoni mwa washirika wa kanisani, wakiacha njia iliyonyoka, wakapotea wakifuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa ujira wa udhalimu. Unajua, huyu Balaamu tulikuwa tukisema kwamba yeye alikuwa ni nabii anayejulikana kabisa, mpaka mfalme Baraki akamuitisha ili kwamba amlaanie Waisraeli, kwa maana aliona ni taifa ambalo linamukabili, taifa ambalo linamzidi nguvu. Akasema basi kama nabii angekuja na kuwalaani, basi mimi ningewashinda hawa. Sasa huyu nabii naye alijua wazi ni taifa teule, taifa la Mungu, lakini kwa sababu ya kutaka ujira ambao ni wa udhalimu, kutafuta mali mbaya, kutafuta utajiri mbaya, huyu alijaribu njia yote ya kuweza kuwalaani, lakini Mungu kwa sababu alikuwa upande wa Waisraeli, ilikuwa inashindikana. Lakini sasa hata kama Mungu aliweza kutumia njia yoyote ile kumkataza huyu nabii asiweze kusikia shauri la huyo mfalme Baraki, lakini yeye akazidi kuzuia ama kufunga moyo wake asisikie shauri la Mungu, mpaka Mungu akatumia punda asiyeongea, lakini hapa akaanza kuongea kama mwanadamu. Unaona, mwanadamu ni mgumu sana. Mtu kama anapenda kutoka katika njia iliyonyoka, hakosi sababu kabisa. Sasa huyu Balaamu alipoona ya kwamba hakuna njia nyingine, kumwasi Mungu ni kama inamshinda, lakini pia kukataa huo ujira mbaya ama kukataa hiyo mali ya udhalimu ambayo mfalme Baraki alikuwa anapenda kumpatia, naye akaona ni magumu. Sasa niache pesa nimtii Mungu, sasa na kumkataa Mungu na yeye pia kusema, Mungu sikutaki wala sitaki kukutumikia, yani nayo inamkalia vigumu. Sasa unakutana mtu anabaki hapo katikati, hajue ashike nini aache nini.
Na hii ndiyo imewasumbua watumishi wa Mungu wengi leo. Watumishi wa Mungu wengi leo wanajua ukweli, wanajua ukweli. Hii sio sawa machoni pa Mungu, lakini sasa mbona na mimi nina mahitaji? Nitawezaje kupata pesa nisipowadanganya watu? Nisipokorofia watu nitawezaje kupata pesa? Sasa na kukataa kazi ya Mungu ama kumkataa Mungu nayo, hapana. Mimi sitakwenda kutafutia pesa kwa wafumu, wala sitakwenda kutafutia pesa katika kilabu, kuanzisha baa huko wanauza pombe, yani mimi nataka nibaki tu mtumishi wa Mungu. Anapenda sifa ya kuitwa mtumishi wa Mungu, lakini huku moyo wake ukiambatana na dunia. Yeye anaweza kufanya kila jambo, hata kama ni maovu, bora tu apate kile ambacho anakitaka, kile ambacho anakitamani katika moyo wake. Sasa unaona, huyu hapendi kuacha heshima yake ya utumishi. Ni mtumishi, lakini pia ni mwenye dhambi. Mtumishi tena mwongo, mtumishi mdhalimu. Anapora mali ya watu, lakini kwa ujanja. Unajua, tulipokuwa tukisoma hizo habari za mtume Paulo akiongea katika Matendo ya Mitume sura yake ya 20, tumesikia kwa mstari wa 35 mtume Paulo anasema kuna usemi wa Bwana Yesu ambao unasema kwamba heri ya kutoa ni bora zaidi kuliko ya kupokea. Nakumbuka aliyokuwa akiwaeleza hawa ni wazee wa kanisa. Sasa hii habari ilikuwa inawahusu wao, lakini siku ya leo mtumishi ambaye anatafuta jinsi ya kuondoka katika hiyo njia iliyonyoka, basi yeye habari hii anaisukumia washirika. Kutoa ni bora kuliko kupokea. Sasa hapa anatafuta kuwashawishi wamtolee yeye. Yaani yeye apokee, lakini wengine watowe. Yeye hawezi kutoa kwa sababu anajua ukweli. Anajua ukweli, maneno yanayomhusu yeye anawasukumia wengine, kwa sababu yeye anataka tu kupokea. Hataki kutoa, hataki hiyo baraka ya kutoa, anataka baraka ya kupokea. Unaona, sasa ujanja kama huu ndio mtume Petro anakemea. Mtume Petro kama tulivyosoma anaongelea watu ambao wanaweza kufikia mpaka na kukana Bwana wao. Sasa hawa wakumkana Bwana wao, hawa mimi ninaweza kusema kwamba ni watu wazuri. Hawa ni rahisi kuwatambua. Unajua, wewe kama ni Mkristo halafu unasikia mtu anamtukana Yesu, moja kwa moja unamgeuzia mgongo. Huyo hauwezi kumtega tena sikio, kwa sababu wewe unajua unaamini Yesu. Sasa unakutana na mtu ambaye anamkana Yesu. Sasa hapo moja kwa moja wewe unaachana na huyo mtu. Hata kuzuru kitu wala hata kubabaisha, umemtambua basi na inatosha. Lakini sasa kumbuka, mtu mubaya ni yule ambaye anakuja kwa jina la Yesu. Huyo ndiye nabii wa uongo mbaya. Yeye anaongea kwa jina la Yesu, anakuja akiwa na hali ya kujinyenyekeza mpaka anatetemeka. Unafikiri ni nguvu za Roho Mtakatifu, lakini kumbe ni ujanja, anatafuta kukuzulumu. Anajifanya kama ana upako wa Roho, kutomoa macho sana, anafungua macho, anatetemeka, anasema kwa lugha. Kumbi ni nabii wa uongo. Sasa huyu ni mbaya sana. Kuna usemi katika lugha yetu unayosema kwamba jiwe ambalo limekwisha kuonekana haliwezi tena likaribu jembe. Sasa huyu ambaye anamkana Yesu, yeye hana shida sana. Huyu hawezi kulizuru kanisa, lakini anayelizuru kanisa ni yule ambaye anakuja katika jina la Yesu. Hawa ndio Bwana wetu Yesu Kristo ameongea katika
Mathayo sura yake ya 7 sijui mstari wa 21 hivi, anasema watakuja wakisema, sisi tumetabiri kwa jina lako, tumeongea kwa jina lako, tumetenda miujiza kwa jina lako. Na Yesu atawaambia, anasema, ondokeni ninyi watenda maovu, kwa maana sikuwajua ninyi. Haukutujua wakati sisi tulikuwa tukiongea katika jina lako. Hao ndio wabaya. Sasa hao ndio manabii wa uongo ambayo inabidi siku hizi tujihadhari nao. Hawa ndio wabaya zaidi. Wanavaa mavazi kama ya kondoo, kumbi ndani ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu ndani yao ni mbwa mwitu, lakini nje wanaonekana kabisa watu wapole, watu watakatifu kabisa, wana mavazi ya marefu meupe sijui nini, wanaongea kwa utaratibu, lakini kumbe ni jambazi. Ni watu wabaya, manabii wa uongo. Wameiacha njia iliyonyoka, halafu kwa sababu ya kutafuta faida wamepotosha maneno ya Mungu, wanayageuza, wanawakorofia watu, wanadanganya watu, lakini yote wanaifanya katika jina la Yesu. Halafu kuna usemi ambao katika lugha yetu pia wanasema, anayeiba huku akibeba mtoto mgongoni, basi huwa anamfunza yule aliye mgongoni. Naona hasara ya watumishi, watu kama hawa ambao ni manabii wa uongo. Yale wanayoyatenda yanawaingilia hata hawa wanaowashiriki, wale washiriki wa kanisa ambalo linaongozwa na mtumishi ama nabii wa uongo. Washirika wenyewe wanaambukia magonjwa yale, wanaambukia tabia ile mbaya, kwa sababu kielelezo ama mafunzo wanayapata kwa yule ambaye anajidai kuwa mtumishi wa Mungu, kumbi ni nabii wa uongo. Bwana atusaidie ndugu zangu wapendwa, ili kwamba tuangalie vizuri, tusije tukafuata watu ambao wameacha njia isiyonyooka. Ni rahisi sana kuiacha njia isiyonyooka. Na kabla sijamalizia, ninataka nikuonyeshe dalili itakayokujulisha ya kwamba wewe umeacha njia iliyonyooka. Unajua Biblia inasema wazi, hakuna amani kwa watu waovu. Hakuna amani. Wala mtu ambaye ni mtenda maovu, Biblia inasema huyu hajui amani. Hajui amani, kwa sababu amani ni kwa wale tu ambayo wanamcha Mungu. Katika Warumi sura ya 3 mstari wa 17 anasema, wala njia ya amani hawakuijua. Wala njia ya amani hawakuijua. Watu ambao waliacha njia iliyonyoka, dalili ya kwanza, wanapoteza hiyo amani. Unajua hakuna mahali pengine unaweza kupata amani usipokuwa katika hiyo njia. Unajua hata Bwana Yesu amewaambia, munifuate mimi, mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu, munifuate, afu nanyi mutapata raha nafsini mwenu. Ni wakati tu tunakubali kujifunza kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kumfuata yeye, kwa maana yeye ndiye njia bora, njia ya uzima. Tukimfuata yeye tu ndipo tutapata raha nafsini mwetu. Na katika kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 16 ndipo Biblia inasema, basi muiendee hiyo njia, mwende kwenye njia panda, yaani mahali ambapo njia zinakutanania, alafu mukaangalie vizuri. Eti Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo.
hauwezi kupata raha nafsini mwako isipokuwa unaiendea njia hiyo ambayo ni njia iliyo njema. Basi ukisikia kwamba hauna raha tena ndani yako, haufurahie tena wokovu, ukisikia kwamba hauna amani, yani unakuwa na mashaka, unakuwa na wasiwasi, hofu, yani hakuna imani tena, hauamini kwamba utafika kesho, yani kila kitu ni wasiwasi, kumbuka umeacha njia iliyonyooka. Na ni rahisi sana kuitambua, kwa maana mtu ambaye alionja uzuri, akaonja raha iliyo katika njia hiyo iliyonyoka, wakati wowote atakapoipoteza njia hiyo, basi woga unamshika, hana amani ndani yake, wala raha hamna tena, furaha ya wokovu hamna. Yaani anataka tu aonekane vizuri, lakini huku ndani yake mwenyewe akijihukumu. Basi Bwana tusaidie, ndugu zangu wapendwa, ili tuhakikishe siku kwa siku kwamba tupo katika njia iliyonyooka, tutembee sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na haiwezekane kwa uweza wetu wala si kwa nguvu zetu, lakini tunaamini neema ya Mungu pamoja na sisi itatuwezesha kuifuata hiyo njia mpaka mwisho. Unajua ni rahisi kuanza vizuri lakini kumaliza vibaya. Hii ni hatari sana. Ndugu zangu wapendwa, kama kweli tumejikuta tukiwa katika hiyo njia iliyonyoka, basi na tumtizame Yesu peke yake, ambaye ni chanzo cha imani yetu, na huyu ndiye atakayeitimiza safari yetu. Basi tumkazie macho yeye, ili tuendelee katika njia hiyo. Hapo tutapata raha nafsini mwetu, hapo tutapata amani, hapo tutapata furaha, na humo katika hiyo njia iliyonyoka ndimo baraka za Mungu zinapatikana. Unajua watu wanataka baraka sana, wanatafutisha baraka kwa njia tofauti, lakini hawajui njia ya baraka. Njia ya baraka ni kuwa katika njia iliyonyooka. Ukiendea njia iliyonyoka, basi baraka zako ziko hapo hapo. Lakini ukitafuta baraka ukiwa katika njia ya mauti, basi hizo ambazo unaita baraka zitakuwa ndio sababu ya wewe sasa kwenda moja kwa moja Jehenamu. Unatafuta pesa kwa njia isiyokuwa halali, basi kumbuka kwa njia hiyo unakwenda kufa haraka, watakuua. Yaani njia hiyo itafupishwa, hautaendelea mbali. Ukitafuta baraka za kinguvu, hauishi, hauendelee mbali. Tumesikia watumishi wa Mungu wengi ambao walikuwa ni maarufu sana, wametoweka, wamekufa, bado wangali watu wazima kabisa, wangali vijana, hawajakuwa na umri kabisa wa uzee. Wamepotea kwa sababu ya nini? Kwa sababu hawakutembea katika njia iliyonyoka. Mwisho wao ukaonekana mbaya zaidi. Na hii sikutakii wewe, nataka neema ya Baba iwe juu yako. Leo uangalie vizuri. Je, bado wewe ni katika njia iliyonyooka ama umetereza? Basi hata kama umeiacha njia hiyo, bado muda upo, neema ya Baba ingali, unaweza ukarudia, ndugu yangu mpendwa. Kama ulikuwa umeiacha njia iliyonyoka, basi karudi leo. Amua kurudi katika hiyo njia ya kweli, kwa sababu huyu Bwana wetu Yesu Kristo bado angala na keti kwenye kiti cha neema, anaweza kakurehemu. Na ukijitegemeza kwa neema yake, basi kumbuka wewe una heri, kwa sababu mwisho wako utakuwa mzuri. Hakuna yule ambaye ameshikwa na mkono wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye atapotea. Amesema hakuna awezaye kumpokonya katika mkono wangu. Basi na wewe ujilete, jitoe wakfu katika mkono wa Bwana, na Bwana mwenyewe atakushika, alafu atatembea na wewe hatua kwa hatua, na utafurahia maisha, utafurahia safari. Ndugu yangu mpendwa, kwa siku ya leo ninakusii kabisa, uchunguze maisha yako, chunguza mwenendo wako, angalia vizuri ikiwa unatembea katika njia iliyonyooka ama umeacha njia iliyonyooka alafu kajitengenezea njia yako. Bwana akubariki ndugu yangu mpendwa ambao umenisikiliza na ukakubali kabisa kuchukua uamuzi wa kurejea kama ulikuwa umeiacha njia iliyonyoka, alafu leo karudi katika njia hiyo. Bwana akusaidie, Bwana akujalie wewe ambaye
unafungua moyo wako, wewe ambaye unakubali kabisa, wewe ambaye unachukua uamuzi kwa siku ya leo, ninaamini Bwana atakusaidia sana na utafurahia maisha yako na utawasaidia wengine pia ambao unajua nao wameiacha njia hiyo. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana lihimidiwe. Nawapenda sana ndugu zangu wapendwa, tuko wote.